ameharamisha pepo kwa mtu wake na makazi yake ni motoni, ni hii ya kumwacha Allah, unaenda kuabudia kaburi. Unaacha ukaa itikafu ndani ya msikiti kwa ajili ya Allah, unaokaa itikafu kaburini. Wal mujawaratu indahu, na kukaa karibu ama jirani na hilo kaburi. Tu anahisi kwamba akikaa karibu, kaeka kiti chake kabisa kwa jirani na kaburi pale, anaona ni sehemu ya kunyokewa mambo yake. Pia katika bid'a ambazo zinafanywa, al-khuruj min ziyarati al-maqabir allati yu'azzimunaha ala al-qahqari. Huwa kuna ziara nasikia zinafanywa, tuna ziara khasa ambazo ziara hizo ni za kibida, zilizowekewa siku na tarehe maalum, jambo ambalo limekatazwa hata kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amekataza kaburi lake kufanywa idi siku maalumu, ikawa inajirudia siku hiyo, ni siku ya ziara ya kaburi la Mtume. Lakini kuna watu wamewekewa mambo kama haya, wao wenyewe ndani ya akili zao wanawatukuza zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wanapokwenda kufanya ziara mle makaburini, huwa ni kosa kubwa kurudi hali ya kuwa umegeuka, umelipa mgongo kwa pale pale unageuka kulipa mgongo kaburi hilo. Nini kifanyike? Kwa hiyo pale watu wanapiga reverse, wanarudi kinyume mpaka hatua ya mbali ndio wanageuka. Hili jambo limefanywa, ni sheria maalum katika taratibu zao za ziara ya hao watukufu wao. Ni bid'a juu ya bid'a, ni bid'a ambazo zimebebana, ndani yake kuna makosa mingi sana yanayotendeka. Kwa hiyo usije ukaona yamefanyika haya ukahisi labda hii ni sehemu ya utii, ni sehemu ya khushu, ya unyenyekevu, na mimi napaswa nifanye kama hivi, sababu kugeuka ghafla ni kama kuwaacha, kuwatenga, kwamba wewe huwajali, huwathamini. Mambo hayako hivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hajatufundisha haya, na wala masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawakufanya haya, kwamba ikawa labda hata kuna athari yoyote iliyopokewa kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hizi ni bid'a kwa asilimia 100. Yote ni mambo yasiyofaa, yasiyotakiwa katika dini. Pia katika sehemu ya mabid'a inayofanywa, qawlu ba'dhi al-mudarwishina al-wafidina ila al-mudun likhususi ziyarati quburi man biha min al-awliya'i wal-amwat inda iradati al-awba ila biladihim al-fatiha li jami'i sukkani hadhihi al-balda. Qawlu ba'dhi al-mudarwishin ni kauli za baadhi ya madarweshi. Hawa tunafikiri ni maarufu sana, wanatambulika wenyewe na vyao vyao, wanajipa sijui kuna darweshi wa mkoa, darweshi wa wilaya, si darweshi mkuu. Yani ni vyeo tayari wamejipanga. Jina lenyewe kwanza wala halionyeshi mwelekeo na sifa nzuri, jina ambalo kwamba ni madhmum, darweshi, kwa ambao wanapeleka kwenye tafsiri zote mbili zinazotumika ni jina bovu baya. Darweshi ni jumba ambalo halina kitu, jumba bovu. Lakini pia wengine wanasema dara wa yaishi, ni mtu ambaye anazunguka na kuishi, yani hana kazi yoyote, hajulikani shughuli yake, yupo, sio dai, sio nani, yeye ni mtu tu atazunguka kajisokota malemba na nini, anataka kuadhimishwa, atukuzwe. Sasa kama watu kama hawa ni watu wanapenda sifa sana, akifika mahala atakaonekane kwamba yeye ajua, ni mtaabadi sana na mambo mengi mno, na watu katika kuwazunguka na kuwashangaa kwa staajabu. Kumbe maskini ni watu madhaifu sana, hasa katika ilmu ya dini, yani madhaifu kweli kweli, sababu hataki kukaa chini na kuisoma dini. Wamejibebesha tu malemba na makoti, kuna kujiona kwamba wao ni watu wa dini, na watu majahili ambao hawajui wanawapa taadhima hali ya kuwa hazistahiki kwa wao. Sasa wanapoenda kwenye ziara za watu watukufu kiwao wanaowahisi, wanakuwa na kauli kwa madarweshi hawa, wakifika katika miji maalum makhsus
kwa ajili ya kuyazuru makaburi yaliyopo katika miji hiyo, ambao ni makaburi ya mawalii na ya masharifu kama wanavyoitakidi. Kwa hiyo wakifanya ziara inda iradati al-aubati, wakitaka kurudi katika miji yao, ila biladin, katika miji yao, huwa wanasema al-Fatiha li jamii sukani hadhihi al-balda, al-Fatiha kwa wakazi wa mji wote huu. Sawa sawa, hizi ni kauli za ghuluu ya kupita kiasi. Kisha anakuja sayyidi fulan wa sayyidi fulan, bwana fulani na bwana fulani, akiwataja ama akitaja majina ya wale watu waliozikwa mle. Wa yusamihim, anawataja, wa yatawajjahu ilaihim, na anawaelekea, wa yushiru, na anaashiria, wa yamsahu wajhahu, na kufuta uso wake. Haya maneno haya, hizi al-Fatiha hizi ambazo zimezoeleka katika sehemu mbalimbali, si kati yazimo katika mafundisho, lakini imekuwa sasa hivi ndio katalogi ya sehemu mbalimbali, mpaka kwenye swala, kwenye makaburi, kwenye mazishi, kwenye nini. Kwa hiyo kwenye ziara wao ile al-Fatiha inakuwa ni kwa watu wa mji wote, iwakute kuonekana kwamba pale kafanya jambo kubwa na zito sana, kumbe katengeneza bid'a kubwa ambayo haitakiwi. Ni kauli zipo hizo ndugu zangu, kwa kuwa walillahi alhamdu, Allah ametunusuru, hatuna kufuatana ama darueshi, wala tuoni kwamba ni watu muhimu, madamu hawataki kukaa chini na kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, huwa ni watu tunawaacha tu, kubwa labda tuwalinganie warudi katika njia. Pia qauluhum assalamu alayka ya wali Allah, haya maneno wanayasema sana kifika pale, assalamu alayka ya wali Allah. Masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni mawalii wa Allah, kwa karibu sana na Allah, na wao walizikwa, lakini hakuja tokea lugha kama hizi ambazo zinatendwa ama zinafanywa na watu kama hawa, isipokuwa ni majambo wanayatengeneza ili kujivunia sifa kwa watu, aonekane kwamba kafanya kitu ambacho ni model, new model, ni kipya kizuri sana. Kwa wanafanya hivi vitu, lakini dini haina vitu hivyo. Dini sisi ni tawqifia, mafundisho yaliyopokewa ni yale yale. Pia wanasema al-Fatiha ziyadatan fi sharafi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, al-Fatiha kuzidi katika utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal arba'at al-aqtab wal anjab wal autad wa hamalat al-kuttab wal aghwath. Wal aqtab, aqtabi ni qadatul madhhab, ni wale viongozi wao wa madhhabu ya kisufi. Yani hizi ni daraja na ni vyeo ambavyo wanapeana. Lakini wal anjab wal autad, na wale watu wapendwa wenye akili, na yale majeshi ya watu wenye ufahamu, wa hamalatul kuttabi, na majeshi ya waandishi, wal aghwathi, na wenye kuokoa na kunusuru. Hao wote wanaelekezwa kwa hao. Tulisema katika durusi za nyuma, huwa kuna makaburi yamepewa specialize, kwa maana kaburi hii ukienda na tatizo la ugonjwa, kaburi hii ukienda na tatizo la riziki, hili ukienda unataka kuokolewa na janga fulani. Kwa hiyo tayari wameyapangia madaraja. Yani usufi walillahi alhamdu, tushukuru Allah ametunusuru nao, lakini kuna mazito ndani yake, na hata hawanaofuata nyuma hawajui maskini yaliyomo ndani. Wao wanabebwa tu, wanatuishwa tu yale mambo, kunyenyekezwa, unyenyekevu kwa yale, lakini ndani yake kuna mazito sana ambayo mengine yanapelekea kwenye kufuru ya moja kwa moja. Sababu kujengewa baadhi ya aqida kwamba kuna watu wanatoka ndani ya sheria, hao hata wasiposwali kwa daraja zao walizofikia, au ni peponi tu, hawana shida. Na kweli utakuta wanazunguka tu, swala zikikimiwa, zikiadhiniwa, wao hawana habari. Na watu wanawatukuza kuona ni watakatifu sana. Hayo ni majeshi, ni watu ambao kwamba tayari wamepewa nafasi zao. Pia inakwenda wa ashabu silsilati wa ashabi taarif, na watu wenye minyororo. Hii ni silsila mambo ya akhira,
wa ashabu at-ta'rif wal mudarrikina bil kawn, na watu wenye utambulisho na watu ambao wameukamata na kushika huu ulimwengu, kuishika dunia, ni malaika wote hao. Wasairi awliya illahi, na mawali wote wa Allah, ala al-umumi kafa, kwa ujumla wote hao. Al-Fatiha ziwakute watu hao. Kisha hapo yaqra al-Fatiha, na isoma yeye al-Fatiha, wa yamsah wajhahu, anaufuta uso wake, biyadaihi, kwa mikono yake miwili, wa yansarifu bidharihi, na anaondoka sasa pale kwa kuipa mgongo, anakwenda zake. Haya mambo katika mujammaati, katika mijumuiko yanafanywa tena wakati ambao wamekusanya umma wa Waislamu. Pia jingine katika bid'a, raf'ul qabri wal bina'u alayhi, kunyanyua kaburi na kuijengea kaburi. Kaburi inanyanyuliwa yenyewe, lakini baada ya ile kaburi huwa kuna jengo. Kuna darweshi mmoja kufa tu karibuni hapa, kama mnaona katika media mbalimbali, kajengewa jengo kabisa kuhusu maeneo ya kusini, jengo kabisa limejengwa.